Gani mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, nikukaribisha katika kipindi cha Afya Kwanza. Kipindi hiki kinakujia kila siku za Jumapili kuanzia saa 3 usiku. Na kama kawaida utapata mambo mbalimbali na dondoo mbalimbali zinazohusu afya ili kuweza kutengamaa katika afya zetu siku zote za maisha. Na mimi ni Haji bin Abdallah. Kawaida yetu kuwa na mgeni ambaye atakuwa ni daktari na kuelezea mambo mbalimbali ambayo tumeweka kama ni mada yetu kwa siku husika. Na leo mgeni wangu ni Daktari Omari Mohamed Musa. Huyu yeye ni daktari wa upasuaji kichwa, uti wa mgongo na mishipa ya hisia. Kwa lugha ya kitaalamu tunasema neurosurgeon kama ambavyo wenyewe wanatamka. Daktari, karibu sana katika kipindi chetu. Asante sana. Wewe umekuwa si mgeni tena, ni daktari mwenyeji. Kuna madaktari, nyinyi mmekuwa ni madaktari wenyeji. Mara kwa mara tumekuwa tukifanya vipindi na nyinyi kuelezea mambo mbalimbali. Pengine sekta zenu ni sekta muhimu zaidi katika afya ya mwanadamu. Maana nikitazama hapa upasuaji kichwa, uti wa mgongo na mishipa ya hisia ndio mwanadamu wote. Ndio mwanadamu wote. Kwa kujua umuhimu wa kichwa na malalamiko mbalimbali pengine ya watu ambao tunakutana nao juu ya matatizo mbalimbali ya afya zao. Mara nyingi kichwa kinahusishwa katika matatizo. Kichwa kinauma. Nimeambiwa sinywi maji, kichwa kinauma. Nimeambiwa macho, kichwa kinauma. Sijui nimeambiwa gesi, kichwa kinauma. Vitu kama hivyo. Manake ni kuwa kichwa ni sehemu kuu sana ya kuripoti maradhi katika mwili wa mwanadamu, kwa watu ambao tunawasikia mara kwa mara. Tumeona kuna umuhimu leo kuzungumzia maumivu ya kichwa. Maumivu ya kichwa ili watu waweze kufahamu vizuri, hivi kichwa kweli kinauma au kuna kiungo kinauma, habari zake zinarudi kichwani, tupate kufahamu kwa undani kabisa. Kwa hiyo kabla ya kuingia kutazama maradhi yenyewe haya ya kichwa na vitu vyake ambavyo vimehusisha hapo, tukafahamu kwanza tunaposema maumivu ya kichwa kitaalamu sasa huwa tunakusudia nini? Asante sana ndugu mtangazaji. Asalamu alaykum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ndugu watazamaji, kama nilivyotambulishwa, naitwa Omar Mohamed Musa, ni daktari wa upasuaji kichwa, uti wa mgongo pamoja na mishipa hisia. Na kwa leo hapa, kama mtangazaji alivyosema, tutazungumzia maumivu ya kichwa. Kitaalamu tunaita headache. Tukiongelea neno headache au maumivu ya kichwa, ni maumivu yoyote ambayo yanahusisha kichwa chenyewe na vilivyomo kwenye kichwa. Ingawaje pamoja na hivyo kunaweza kukawana maradhi mengine, kwa mfano tunaita systemic disease, magonjwa mengine ya mwili ambayo pia yanaweza yakapelekea moja kwa moja kichwa kikauma. Sasa hii tutaona huko mbele kwenye mgawanyiko, yapi moja kwa moja yanahusisha kichwa na yapi ambayo yanahusisha vile vilivyomo tu kwenye kichwa, au magonjwa ambayo yanasumbua mwili lakini pia kichwa nacho kinauma. Lakini general maumivu ya kichwa ni yale ambayo, maumivu yote ambayo yapo kwenye kichwa chenyewe au kwenye shingo pia inahusishwa na maumivu ya kichwa. Na generally ni kwamba karibu 50% ya watu wote duniani basi katika mara moja au nyingine huwa anapata maumivu ya kichwa. Ni kusema ni watu wengi sana wanapata haya maumivu ya kichwa, na kama walivyotangulia kusema ni kitu ambacho ni maarufu sana kwamba watu wengi wanalalamika kichwa kinauma. Baada ya kufahamu wingi huu wa takwimu hii ya pengine watu 50% huwa wana tatizo la kichwa, kuna takwimu maalum kwa visiwa vyetu vya Zanzibar au Tanzania kujua pengine kwa mwaka au kila baada ya miaka mingapi, kama mnakusanya hizi takwimu, kujua hili tatizo la kichwa lina asilimia ngapi? Takwimu zipo, lakini siwezi kusema exactly kwa leo kwa sababu sijazipitia, lakini ni kwamba ukienda hospitali ya Mnazi Mmoja kwenye kitengo hichi cha upasuaji kichwa na uti wa mgongo, hizi takwimu zinakuwepo. Ni wapi ambao wanakuja na haya maumivu ya kichwa kwa mwaka au kwa mwezi. Lakini generally ni wengi ambao wanakuja na malalamiko haya maumivu ya kichwa. Kwa mujibu wa maelezo yako hapa daktari, kama imeashiria kitu,
ulipoeleza maelezo ya kichwa ulisema kwa mimi nilivyo nakili, kuna yale ambayo kichwa chenyewe huwa kinauma au ni maradhi mengine yamesababisha maumivu ya kichwa. Hii kama imenipa mwanya kujua kwamba kumbe ya maradhi ya kichwa huenda yakawa yana mgawanyiko au yana vipengele ndani yake. Hebu tukatazamie katika upande huu. Kuna mgawanyiko wa maradhi ya kichwa na kama upo ni upi? Ni sawa, asante sana mtangazaji. Ni sawa unavyosema kwamba sisi kama madaktari tunagawanya kichwa sehemu tofauti tofauti. Kwanza kuna kile kichwa ambacho kinauma bila ya kuumia au bila kupata ajali au bila ya kuanguka au bila ya kupigwa. Na kuna kile kichwa ambacho kinauma kwa namna hiyo kwamba labda umeanguka, umepata ajali, pengine umepasuka kichwa au chochote kimetokea ndani ya kichwa, lakini kwamba kuna kitu kimekusababishia. Hiyo tunagawanya kwamba kuna ile traumatic na non traumatic. Maana kuna kichwa ambacho kinauma bila ya kuumia, bila ya kujigonga, bila ya chochote. Lakini kuna kichwa mwingine mtu akapata ajali, kaanguka, kaumia kichwa. Kwa hiyo ni migawanyiko miwili tofauti. Lakini pia tukija kwenye hata hivi ambavyo vinauma bila ya kupata ajali, bila ya kuanguka, bila ya kupigwa, na yenyewe pia imegawanyika tena. Ambapo hapa tuna migawanyiko miwili mikubwa. Kuna ile ambayo tunaita primary, kuna na ile ambayo tunaita secondary. Kwenye hii primary, hichi huu ni mgawanyiko ambao kichwa kinauma, hakuna kiungo chochote ambacho hata ukifanya kipimo mara nyingi utakuta kwamba kimeathirika. Tutaona na hii na mgawanyiko yake, tutahitaji hapo mbele tutakapoelezea hii primary. Lakini kwenye hii secondary, hii ni ile ambayo ukimchunguza yule mtu utakuta kwamba kuna kitu ndani ya kichwa chake au kiungo chake kimepata athari na ndicho ambacho kinamuuma. Manake hii tunasema ni vile ambavyo vimo ndani ya kichwa. Vitu vingine nje na kichwa lakini bado vimo ndani ya kichwa. Kwa mfano, nikitoa mfano, kuna maumivu ya kichwa maarufu ambao watu wanalalamika sana. Kuna mapango hapa ndani ya kichwa yanaitwa sinuses. Hii ni maarufu sana, tunaita sinusitis. Wanakuja analalamika kichwa kinamuuma, na hasa kinauma hapa mbele, pengine na hapa kwenye sehemu ya pua kwa ndani, ambao hii tunaita ni infection ya haya matundu yanapelekea maumivu ya kichwa, na naamini yanapelekea pia kupata maumivu ya kichwa. Lakini vile vile unaweza ukaumwa na jino, unaweza ukaumwa na ufizi, unaweza ukaumwa na sikio, unaweza ukaumwa na macho. Haya yote pia yatapelekea kichwa kikauma. Lakini vile vile kama mwanzo nilivyotangulia kusema, kuna maradhi mengine ya mwili pia ambayo tunaita systemic disease au metabolic disease, nayo pia inaweza kupelekea kichwa kikauma. Kwa mfano, nikupa mfano maarufu, watu ambao wanaugua pressure. Mara nyingi pressure ikipanda, dalili ya mwanzo unakuta ni kichwa kinauma. Lakini pia hata ikishuka unaweza kukuta kichwa kinauma. Na si pressure tu, kuna magonjwa mengine pia, kwa mfano watu wenye upungufu wa damu. Haya yote ni systemic disease, ni magonjwa ambayo mwili wote unapata athari. Lakini salamu za mwanzo mara nyingi huwa zinapelekwa kwenye kichwa. Unakuta mtu analalamika kichwa kinamuuma, kumbe ana upungufu tu wa damu. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikapelekea kichwa kikauma, lakini sisi kama madaktari hivi tunaita secondary, kwamba ni sio moja kwa moja, hatuhusishi na kichwa. Ni vitu ambavyo viko tu au vina associate tu na kichwa, lakini haviko moja kwa moja kwenye kichwa. Na hii kama nilivyotangulia kusema ni kwamba ukimchunguza huyu mtu atakuwa na kiungo chake au chochote mwilini kwamba kimeathirika. Ni tofauti na ile ya primary ambao hii tunasema no structural abnormalities. Hakuna kiungo chochote ambacho utakuta kina athari, lakini bado unakuta mtu kichwa kinamuuma. Na hii ndo hasa topic ambapo leo tutaongelea zaidi, mgawanyiko wa hizi primary. Sasa tukija kwenye primary, kuna migawanyiko mikubwa mitatu. Kuna tension headache, kuna cluster headache, kuna na migraine. Tutazichambua hapo chini, lakini tuanza tuendelee ile general kwamba mgonjwa anapokuja na maumivu ya kichwa, daktari unakaa naye, unaanza kumchukua historia yake, anakueleza kichwa kimeanza lini kuuma, maumivu ya aina gani anapata, maana yake maumivu nayo yanatofautiana. Kwa hiyo atakueleza maumivu anapata aina gani, muda gani maumivu anachukua, kama labda kuna kitu chochote akifanya kichwa kinaongezeka au kinapungua. Lakini pia kama kuna tiba yoyote akifanya kichwa kinapungua au kinapona. Baada ya hapo tena utamfanyia uchunguzi huyu mtu,
Pengine labda utahitaji kufanya baadhi ya vipimo vya damu, pengine kama full blood kuangalia wote damu jumla yake ikoje. Lakini pia unaweza ukihitaji kufanya vipimo vya x-ray labda au CT scan au MRI kuangalia kichwa kama kuna athari yoyote ndani ya kichwa. Pia utafanya kama umegundua labda pengine ni sikio ndio linamuumisha kichwa, utafanya uchunguzi wa sikio lake, ikiwa ni meno, ikiwa ni macho, ili mradi utaenda naye accordingly kwa vile ambavyo yeye atakuwa anakueleza yale matatizo yake. Mpaka mwisho utagundua kwamba ni kitu gani ambacho kinamsababishia kichwa kimuume. Sasa tukija kwenye ule mgawanyiko ambao tumesema huwa primary, na ndo hasa leo ambapo tutaongelea zaidi, ni kwamba kuna mgawanyiko mikubwa mitatu. Kuna migraine, kuna cluster headache, kuna na tension headache. Kwa kuanzia tutaanza na hii tension headache. Hii tension headache hichi ndicho maarufu yao, na ndio maana tumeamua kuanza mwanzo. Ni kwamba watu wengi sana wanapata hii tension headache. Zaidi ya 40% ya population basi inapata hii tension headache, na zaidi wanapata wakina mama kuliko wakina baba. Yani ni maarufu zaidi kwa wanawake kuliko kwa wanaume. Na hii tension headache maumivu yake ni kwamba kichwa mara nyingi kinauma chote, au kinaweza kikauma sehemu hii leo, kesho kikauma sehemu hii, kesho kidogo kikauma sehemu hii. Hakina specification kama ambavyo tutaona hapo mbele kwa baadhi ya haya maumivu mengine ya kichwa. Hii ndo aina maarufu sana ya watu wengi ambao kichwa kinauma, na mara nyingi inachangiwa na stress. Tukisema stress ni neno kubwa au ni neno pana ambalo linachukua vitu vingi ndani yake, lakini ni kile kitu ambacho kinampa mtu hali ambayo si ya kawaida. Kwa hiyo mara nyingi hii inaamsha kile kichwa kinaanza kumuuma. Na ukifuatilia kwa mfano ukikaa naye huyu mtu ukizungumza, akiamka asubuhi ni mzima wala haumi na kichwa. Lakini kadiri yale masaa yanavyokwenda, kuanzia saa 5, 6, 7 akishatoka kwenda kwenye mahangaiko yake, hapo ndo kichwa kidogo kidogo kinaanza kuuma. Na kadiri muda unavyokwenda basi yale maumivu ya kichwa yanaongezeka. Yaani kila masaa yakienda kuingia jioni basi ndo zaidi na yale maumivu ya kichwa yanaongezeka. Na mara nyingi inatokana na kama neno lilivyo ni tension. Mazingira ya kazi, hizo stress. Kwa mfano nikupa mfano watu ambao sana sana na experience ni wale watu ambao wanafanya kazi katika mazingira ambayo yana stress. Moja ni sisi madaktari pia tunapata hii tension headache kutokana na mazingira ya kazi zetu. Lakini kwa mfano watu wanaofanya kwenye taasisi za kifedha, mabankers, wanafika jioni anahesabu pesa, anaona kuna mapungufu, kichwa kinaanza kuuma. Watu wanaofanya kazi kwenye sehemu zenye kelele nyingi, namna hiyo manake ni wale watu ambao kidogo mazingira ya kazi yako kwenye muamala huo, mara nyingi ndio huwa wanasikia wana experience sana hii tension headache kuliko wale wengine ambao hawako katika mazingira kama hayo. Na kama kawaida akija unakaa naye mgonjwa, unazungumza, unamchukua maelezo yake, anakueleza. Sasa kwenye kichwa zaidi tunategemea haya maelezo na the way ambavyo utamchunguza kuweza kujua tatizo lake kuliko hata kufanya vipimo. Vipimo vina msaada kwa vichwa maalum, lakini mara nyingi kwenye maumivu haya ya kichwa kama nilivyokuambia hii tension headache, unakaa naye unamuuliza maumivu yameanza lini, anachukua muda gani, maumivu yako ya aina gani na sehemu gani kichwa kinauma. Yeye atakueleza kama anatapika au hatapiki, atakwambia. Kama labda anapata ile degedege au vipi atakwambia. Lakini kwenye tension headache hivi mara nyingi vyote vinakuwa havipo. Ni kichwa tu ambacho kinauma, mtu hapati kutapika wala hapati degedege wala hapati ile kichefuchefu. Atakwambia tu kichwa kinaniuma, mara nyingi ikifika mchana 7, 8 hivi naona kidogo kidogo kinaanza, kila ikiingia jioni maumivu yanaongezeka. Na kichwa cha namna hii kinamfanya mtu anaweza akakosa usingizi au akashindwa ile kuconcentrate tunasema. Sijui Kiswahili neno gani tutalitumia, lakini ule uwezo wake wa kufikiri, kosa kuwa makini. Na umakini kama unapungua kutokana na haya maumivu ya kichwa. Sasa kichwa cha namna hii kama nilivyosema ni maarufu sana na wengi wanapata, lakini maajabu ya kichwa hichi ni kwamba kwa vile shida ni tension au ni stress,
Kama utakaa sehemu ikawa iko kimya, maanake mtu huyu mara nyingi huwa hapendi hata zile kelele, anapenda akae sehemu atulizane ikiwa iko kimya bila kelele. Sasa kama utakaa sehemu kama hii, kwa mfano huko umewasha AC kwenye chumba na huko kimya, ukapumzika kidogo, basi moja kwa moja unaona kichwa kinaanza kupungua. Na kadiri utakavyoongeza muda wa kupumzika, basi kile kichwa kinaweza kikapotea kabisa bila hata kutumia dawa yote. Na kama utaweza kulala usingizi, basi ndo kabisa kile kichwa kitapotea, na utashangaa kwamba nilikuwa naumwa na kichwa lakini sijatumia dawa na kichwa kimepona. Ukilala ukiamka unasahau kabisa kama kichwa kilikuwa kinauma. Hichi ndio kichwa ambacho tunaita kitaalamu tension headache. Yep. Tukija kwenye mgawanyiko mwingine wa primary headache, tunakuja kwenye mgawanyiko ambao unaitwa migraine. Okay. Hapa daktari, kwenye tension headache Ndio. Nafikiri tumemaliza mpaka katika aina ya matibabu hii. Ndio. Kuna baadhi ya watu wanapopata hii tension headache, haya maumivu ya kichwa ya kawaida katika mazingira yetu, huwa wana tabia ya kumeza vidonge. Ndio. Mtu anakuambia mimi bwana na vidonge vyangu fulani, nikimeza hivyo nikipata kulala hivi japo dakika 5 basi naamka niko ngangari vizuri. Au nimeze hivyo vidonge nikae tu pahala hivi ambapo wanapita hewa nitulizane. Lakini katika maelezo yako hukutaja dawa hata moja. Tunamwita, tunamuuliza, tunajua kitu gani, tunamshauri. Au muda mwingine mtu analala kwa muda mrefu, akiamka kapoa, maisha yanaendelea. Lakini hakuna vidonge ambavyo vimetajwa. Hii imekaaje kwanza kitabibu? Lakini pili, ikiwa huyu mtu ni ada yake mwendelezo wa tabia hii, maradhi haya ya kichwa, ima akilala anapoa, anaendelea safari zake, au anapomeza vidonge anapoa, anaendeleza safari zake, hii inaweza ikaathiri nini baadaye? Tungependa kujua hapa kabla hatujahamia katika nukta ya pili. Hii inaweza kuathiri nini baadaye? Na hakuna matibabu ya moja kwa moja mtu huyu akapoa, tatizo hili likawa halipo, vitu viwili hivyo. Okay. Asante ndugu mtangazaji. Tukianza na swala la mwanzo kwamba hakuna vidonge vinakuwepo, lakini kwa asilimia kubwa ya hawa watu hawatumii vidonge wala hawahitaji kutumia vidonge. Ni kukaa naye, ukagundua ile tatizo lake, ukalelewa na mwenyewe ukamuelewesha, na hata yeye mwenyewe ukimwambia anasema kabisa, ni kweli mara nyingi nikikaa sehemu iko kimya nikitulizana naona kichwa kinapoa. Sasa kama ni hivi, ikiwa kichwa kinapoa chenyewe bila kutumia dawa, inakuwa hakuna haja ya kutumia dawa. Lakini mara nyingine inaweza ikatokezea hata akipumzika akakuta bado kichwa kinamsumbua, na kama nilivyosema mwingine kinamkosesha mpaka usingizi. Kwa hiyo ni afadhali yale dawa maumivu yatulie ili apate ule usingizi, akiamka anakuta kichwa kinapoa. Na dawa tunazotumia hapa ni hizi tu dawa za maumivu ya kawaida. Kwa mfano Panadol au hizi non-steroidal anti-inflammatory drugs, kwa mfano diclofenac, ibuprofen na nyinginezo. Lakini walio wengi hatutumii dawa kwenye tension headache, na kichwa kinapona bila ya kutumia dawa. Sasa kama ulivyosema, kuna wengine washazoea kutumia dawa ndio ile ajisikie. Hii mara nyingine ni kwamba inategemea aina ya dawa ambayo katumia. Kama ni dawa ya maumivu, mara nyingi dawa za maumivu hazisababishi tolerance. Lakini kuna hizi dawa ambazo za kupata usingizi, hizi zinasababisha, ndo kama ile tunasema uraibu. Kwamba ile kama anavuta sigara au anavuta unga, kwamba akashauzoesha mwili wake lazima upate kile kitu. Sasa huyu unakuta hawezi kulala, lazima apate Valium labda au apate dawa ya kumlaza, ndo hapo ataweza kulala, ambacho hichi sio kitu sahihi hasa kwenye maisha ya kawaida. Manake mwili ukishazoea hii dawa ni kama ulevi. Utakuwa wewe sasa huwezi kulala usingizi mpaka upate dawa ya kukulaza. Hii hapana. Unakuwa mteja, unakuwa ni sana mteja kwamba lazima upate dawa ndio ulale. Hii sio sawa. Na ndio maana mara nyingi madaktari hawashauri sana kwenye matumizi ya dawa hizi mpaka pale tu ambapo inabidi. Ndio maana nakupatia hizi dawa. Na hili tatizo la kuumwa kwa muda mrefu, sehemu ya pili ya swala langu. Hili tatizo kuumwa kwa muda mrefu haliwezi kuleta madhara ya kitu kingine? Na je, kuna tiba ya moja kwa moja?
tiba ya moja kwa moja kwenye hivi vichwa vyote vitatu ambavyo nitavitaja hapa, ikiwemo na hii tension and headache, hakuna tiba ya moja kwa moja. Lakini tunachofanya, kuna vitu ambavyo huwa vinachochea au vinaamsha hichi kichwa. Kwa hiyo huwa tunamshauri yule muhusika kadiri inawezekana kuviepuka vile vitu. Vingine haviepukiki, ndio kama nakwambia ni sehemu ya kazi yako, unakuta mazingira ya kazi yako vile, lakini kadiri inawezekana kukiepuka chochote kile ambacho kinasababisha kile kichwa kije, basi hapa tunamshauri yule mtu akiepuke ili kuepusha kupata yale maumivu ya kichwa mara kwa mara. Lakini tiba ya kusema unaondosha moja kwa moja, hiyo hapana. Sasa ukiviepuka hivi ambavyo visababishi, unaweza kuchukua muda mrefu sana bila hichi kichwa kukuuma. Mtazamaji wa Afya Kwanza kutoka hapa Zanzibar Cable Television, natumai tumemsikia vyema kabisa Dr. Omari katika upande huu wa hiki kichwa ambacho amekizungumzia, na tumezungumzia kwenye tension headache, na zaidi kinasababishwa na stress. Na hizi stress zinatupasua sana. Hakuna ambaye utamuuliza atakwambia hana stress. Kila mmoja ana msongo wa mawazo. Mwalimu wa skuli ana msongo wa mawazo, daktari ndo hao wanazungumza, na ukituuliza sisi waandishi wa habari ndo mtume pasua kichwa, tunasema vitu kama hivyo. Tukapate mapumziko mafupi kwa kutazama dondoo ya afya, kisha tukirudi katika dondoo hiyo ya afya tutakuja kuendelea na aina nyingine katika hizi aina mbili zilizobakia. Daktari atachagua tukimbilie wapi, kwenye cluster au tukimbilie kwenye migraine. Tukapate mapumziko mafupi. Naitwa Latifa Yusuf Hamisi, mkazi wa Makadara. Nishawahi sana nikiumwa na kichwa, inakuwa ni sababu ya mafua. Kama siku moja mbili, nikishaenda hospitali nikipata matibabu kinaondoka. Nafikiria kwenda hospitali. Na ukienda hospitali kuna vipimo kuhusu unafanyiwa labda kwa ajili ya napimwa pressure, napimwa malaria, alafu napewa dawa. Naishauri jamii wakiumwa wasiwe wanatumia dawa ovyo ovyo. Wao wanaenda kwenye hospitali au vituo vya afya. Jina langu naitwa Abdul Hamisi Mwadini, mkazi wa Mwanyanya. Mimi bwana, tatizo langu kwamba si mtu wa kuumwa sana, lakini inakuwa inatokezea, inaweza nikakaa miezi 6-7, lakini nikija kuumwa naumwa na kichwa kwamba kinakuwa kinauma upande mmoja. Na ugonjwa huu ukinitokezea kwamba inakuwa nikiumwa na kile kichwa na kwa macho kama yanapoteza nuru hivi. Kwamba sielewi tatizo nini, na istoshe kwamba nikishakuwa naumwa kama hivi na kwa nachukua Panadol naenda kununua, alafu nakula, alafu nalala. Baadaye baada masaa kadhaa na kwa nikishtuka kidogo nipo na afadhali, lakini nikikaa ndani kama vile natembea na kwa nipo ndani, lakini bado kinauma kwa mbali. Sasa kwamba hatuelewi tatizo nini. Hili limeanza kitambo, lakini ni huo kama anavyoongea mwenzangu kwamba uendaji wa hospitali hatuna. Mimi ninachokishauri kwa wenzangu, mimi ninachokishauri kwa wenzangu kwamba tukimbilieni sana kituo cha afya sana. Kwa nini? Kwa sababu hatulijui tatizo nini, na tukienda kule tutajua chanzo nini. Kwa hiyo wenzangu na washauri sana, tuendeni kwenye vituo vya afya tulijue tatizo letu. Tusiwe tunakaa tu mtaani nini, ukiona kidogo una homa unatakiwa uende kituo cha afya. Kwa jina naitwa Nefat Maziku Juma, natokea Bububu. Mtu akiumwa na kichwa, yani anakuwa na mastresi nini, lakini inawezekana akilala tu kichwa kikapoa, au akanywa dawa akaweza kujipumzisha, akiamka kinakuwa sawa. Wewe ulishawahi kuumwa na kichwa? Nishawahi. Na imedumu kwa muda gani? Si kwa muda mrefu, maana kinitokezea mara kwa mara. Siku moja tu. Na nikiumwa na kichwa na kunywa Vivian, na lala au nenda zangu kulala najipumzisha akili, kisha nikiamka kichwa kinakuwa sawa. Na kwa nini? Yani sijawahi tu, nikila dawa Vivian na kuwa sawa, au nikilala nikiamka na kuwa sawa. Unahisi maumivu ya kichwa yanasababishwa na kitu fulani pengine tofauti na kile unachokihisi muda ule? No, muda mwingine inakuwa stress. Mtu unatoka kazini ushakerwa,
au umetoka kwenye magari, konda kashakutukana, unakuwa na stress, unajiwazia. Sasa unatakiwa muda mwingine usijitie ma stress. Na kichwa Wajitahidi kwenda hospitali, wengine mpaka ende hospitali ndio vichwa vinakuwa sawa, wengine wavae miwani. Sasa mtu akiumwa na kichwa asijichukulie tu mikononi mwake sheria, lazima ende hospitali akatibiwe. Naitwa Abdullahi Harub Saleh, nakaa mtaa wa Mwanyanya. Yaani mimi shida yangu yani huwa inatokezea tu hali yani ya kuumwa na kichwa. Nikitokezea yani kichwa kuniuma, ni mwenyewe kinahisi kuniuma upande mmoja. Na macho yangu hayapotezi nuru, lakini ninavyojaribu mfano kama kuinama hivi. Yani nahisi kichwa kinanivuta, ninaumia yani kwamba ile kuinama hivi siwezi. Unaona? Sasa nakuta hii hadi mimi sijui hata tatizo gani, lakini mara nyingi ikitokezea tu hali kama hii, pengine kama kuna Panadol vipi anaweza akachukua ngatumia kidogo, ile hali ikakaa sawa, nikaendelea kufanya pilika zangu, lakini haiondoki, inaweza ikakaa wiki mbili, wiki tatu ikarudi tena. Ulishawahi kwenda hospitali? Hospitali kwa tatizo hilo sijawahi kwenda. Dawa za asili ulishawahi kutumia? Dawa asili? Dawa za asili baadhi pengine nini? Sijawahi kutumia, yani mara nyingi wanatumia yani kama hivyo, yani kitokea kama kuna Vivian Panadol ndio natumia mara nyingi. Sikitumia huwa yani ile hali inaondoka tu kwa muda mfupi tu. Inakaa ni pengine kama wiki inakaa, alafu inaweza karudi tena, siku nyingine inaweza kafululiza wiki mbili. Nini unashauri kwa wenzako? Mimi nashauri kwa wenzangu, unapohisi kama una tatizo kama hilo la kiafya, kama kuumwa na kichwa, bora tuendeni kama ni hospitali, kituo cha afya, tukapime afya zetu ili tutizame kwa uhakika afya zetu jinsi. Mkazi wa Kolekwe, Zanzibar. Ulishawahi kupata maumivu ya kichwa? Ndiyo, nishawahi kupata maumivu ya kichwa. Na yalidumu kwa muda gani? Ni kwa muda mfupi tu, lakini nilitumia dawa, maumivu yakaisha. Dawa gani na gani ambazo huwa unazitumia unapopata maumivu ya kichwa? Mara nyingi napenda kutumia Action au dawa tatu. Kwa kiasi fulani zinanisaidia, kwa sababu unaweza kuwa na maumivu lakini kitumia zile maumivu yanakuwa yanaisha. Ukipata maumivu ya kichwa una mawazo yoyote ya kwenda hospitali? Hapana, kwa kweli. Kwa nini? Hapana. Ni kwa sababu tushazoea, ukiwa unajisikia tu unaumwa kichwa, ndio hivyo unatafuta hizo dawa za kutuliza maumivu kama hivyo Action, hizo dawa tatu, ukishakunywa basi. Maumivu ya kichwa kweli yanakuwa yanachangiwa na sababu fulani kwenye maisha yako? Kwa kiasi fulani ukiwa na maumivu ya kichwa huwezi kuwa na lana wala huwezi kufanya chochote. Watumie dawa. Pengine dawa zisiposaidia uende hospitali. Naam, mtazamaji wa Afya Kwanza ya hapa Zanzibar Cable Television, kama ambavyo tumekwenda kusikia hizo dondoo za afya kutoka kwa wananchi mbalimbali wakieleza tatizo hili la kichwa, kama ambavyo daktari katuambia hapa, 50% ya watu duniani wanasumbuliwa na maumivu ya kichwa ama headache, kitaalamu inatamkwa hivyo. Na sio tu wale waliofanywa yale mahojiano, bali hata ukimuuliza mwenzio hapo umeshawahi kuumwa na tatizo la kichwa, anaweza asikujibu ameshawahi kuumwa, akakwambia hapa nilipo kichwa kinaniuma. Kwa sababu ya ile mifumo yetu ya kimaisha muda mwingine inasababisha hivyo. Tulizungumzia tension headache na daktari aligusia zaidi kipengele hiki cha stress ambazo ndizo zinatukumba katika maeneo yetu mbalimbali ya kutafuta riziki, lakini mikwazano ya watu, migogoro kidogo ya kifamilia na mambo kama hayo. Tumebakisha aina mbili katika zile aina tatu kwenye kile kipengele cha primary. Amezigawa katika makundi mawili, primary na secondary. Tukatazame kipengele chingine katika hivi vipengele viwili vilivyobakia za aina hizi za primary katika maumivu ya kichwa. Karibu sana daktari. Asante ndugu mtangazaji. Tukiendelea na aina ya pili kwenye ile primary, tulisema ni migraine. Hii migraine ndio jina maarufu wengi ambalo wanaliongea kiumwa na kichwa, hasa hapa mjini. Watu wengi anakuambia nina migraine headache, lakini ukweli hapana, wengi hawana migraine. Wengi huwa ni aina ya mwanzo ambayo tumeonyesha tension headache. Na migraine headache kawaida nayo vile ina tabia ya kujirejea. Lakini maumivu haya ya kichwa
yana upekee yake kwamba yanapasua kichwa upande mmoja. Yaani kichwa kinauma upande mmoja tu, aidha wa kulia au wa kushoto. Ni mara chache sana, labda ikitokezea kichwa kimekuuma kwa muda mrefu sana na hujatumia dawa, unaweza kukuta kama sasa kinachangana kinauma chote. Lakini mwanzoni kikianza kabisa, anakuelezea mgonjwa akwambia hapana, mimi ni upande huu wa kulia tu ndo unaniuma, au ni wa kushoto tu ndo wa kichwa ndo ambao unaniuma. Ni tofauti na kile kichwa cha tension ambao mara nyingi kinauma chote, mara kinauma hapa, mara kinauma hapa. Lakini pia hii migraine maumivu yake ni makali zaidi ukilinganisha na haya ya tension, ambayo maumivu haya pia kabla ya kuanza, siku moja kabla au masaa kadhaa kabla ya maumivu kuanza, mtu huwa kuna dalili mara nyingi anaziona. Aidha atahisi labda pengine ana ganzi, pengine kwenye mguu wa mkono, au macho labda haoni vizuri, au masikio labda anasikia sauti ambazo si kawaida. Yaani kuna kama ishara fulani au salamu fulani inakuletea kwanza kabla ya yale maumivu yenyewe ya kichwa kuanza. Zikisha kuja hizi ishara, yule mwenyewe anajua kwamba leo kichwa kitaniuma. Kwa hiyo wengi pale huwa anawahi kutumia dawa mapema kwa sababu anajua kichwa kinakuja. Ikitoka hizo ishara ni kwamba sasa maumivu yenyewe yatakuja. Na haya maumivu yakija kama nilivyosema yanakuwa ni makali sana. Huyu mtu anapata hata hapendi kukaa na watu, hapendi kelele, hata ile simu yake ikipigwa basi hapendi kuipokea. Kitaalamu tunaita anakuwa na photophobia, hata ile mwangaza anaogopa. Phonophobia pia, kupokea simu yake au kuongea na watu hataki. Anapenda zaidi kujitenga na kukaa ndani sehemu ambayo iko kimya na hakuna kelele. Hakuna kelele. Lakini pia kichwa hichi inaweza ikapelekea kutapika, kichefuchefu pamoja na kutapika. Ni tofauti na tension headache. Kwenye tension headache mgonjwa hatapiki wala hasikii kichefuchefu, wala hana hizo mambo ya phonophobia na photophobia, hapana. Na pia kuna ikitoka ile maumivu ya kichwa makali sana, kuna period inakuja ya mwisho ambao tunaita resolution period. Hii inaweza kuchukua siku moja mpaka 2, ni kwamba sasa kichwa kinaanza kupona. Kwa hiyo kinapungua kidogo kidogo. Kuna baadhi ya vitu atakuwa navyo yule muhusika, lakini maumivu yanakuwa sio makali sana. Anakuwa yuko irritable, yuko hypersensitive, yani kama kitu kidogo tu kakasirika hivyo, yani hana ile utulivu, hana concentration ya kutosha kwenye zile siku moja 2 ambao kichwa kina maumivu yanamalizikia kuondoka. Sasa kama hakikutibiwa kichwa hichi, inaweza ikachukua kuanzia masaa 4 mpaka siku 3 mtu anauma na kichwa, na ndani yake ndio anapata episodes za kichefuchefu, kutapika na mambo kama hayo. Sasa utaratibu ndio ule ule. Kama akija mgonjwa, unakaa naye, unazungumza naye, unamuuliza na kueleza historia yake kama nilivyoeleza hapo. Kwa hiyo daktari atachunguza, atajua hii kwa maelezo haya anaonipa huyu moja kwa moja ni migraine. Na mara nyingi inakuwa iko classical, inajieleza manake. Hizo nilizokuambia 1, 2 au 3 basi utazikuta zipo. Lakini pia kichwa hichi ni maarufu zaidi kwa wanawake kuliko wanaume. Takwimu inasema ni kwamba ni kama kwenye wanawake 2 kwa mwanaume 1 ambao wanapata maumivu ya aina hii. Ingawaje sababu hasa ya hili halijajulikana mpaka sasa. Ingawaje inahusishwa na vile visababishi, kwa sababu kichwa hichi kina vitu ambavyo navyo inasababisha hichi kichwa kije mara kwa mara au inaamsha hichi kichwa. Kwa mfano, kuna baadhi ya vyakula, hivi vyakula vya sukari kama chokoleti, hivi vyakula vyenye addictive ndani yake vinavyotengenezwa kwenye viwanda, watu wanaotumia caffeine, vinywaji vyenye caffeine, hivi mara nyingi vinaamsha kichwa cha namna hii. Sasa na stress pia nao hapa inaingia. Lakini pia kina mama wakikaribia kupata period au wakiwa kwenye period, inaweza ikapelekea na hichi kichwa kikauma. Kwa hiyo kwa sababu hizi nafikiri ndio maana yanahusishwa na zaidi na wanawake kwamba wanapata, ingawaje hakuna study ya moja kwa moja ambayo imesema hivyo, lakini ukifuatilia hivi sababishi unakuta mara nyingi wanawake ndio wanakula hizi chocolates, sweet foods na hizo kuingia kwenye period na mambo kama hayo. Ingawaje chengine ambacho kinaamsha kichwa kama hichi ni vinywaji vyenye caffeine kama nilivyosema, ikiwemo pamoja na alcohol. Kwa hiyo wanywaji wa alcohol pia anaweza akawa anapata mara kwa mara kichwa cha namna hii. Sasa
matibabu ya kichwa hichi mara nyingi hichi kinahitaji dawa. Ni tofauti na tension headache ambao kama nilivyosema ukipumzika tu ukikaa sehemu iko kimya kichwa kinapona chenyewe bila kutumia dawa. Hichi maumivu yake yanakuwa ni makali sana kiasi kwamba mhusika anashindwa kutolerate ile maumivu. Kwa hiyo mara nyingi huwa tunawapa na dawa. Na tunaanza na dawa hizi za kawaida za maumivu. Kuna magrupu tofauti ya dawa, lakini kuna dawa hata hizi za mambo ya kutibu depression pia nazo huwa zinatumika. Inategemea mgonjwa ana respond na dawa gani. Tunaanza na hizi za kawaida, tukiona hai respond naenda kwa daraja. Kwamba tumetoka hapa tunaenda hapa kusudi kwamba mgonjwa apate nafuu ya kichwa chake. Hichi ndio kichwa cha migraine ambavyo kinakuwa. Na mara nyingi watuambia mtiririko huu wa dawa, lakini huja tutajia specific labda ni dawa gani zaidi ambazo kwa mujibu wa utabibu wenu huwa mnazitumia zaidi, pengine wagonjwa wa namna hii hatua yao kubwa mara nyingi dawa zao huwa tunatumia dawa za sampuli hii. Dawa, aina ya dawa ni magrupu tofauti. Kuna hata hizi Panadol, tunaanza Panadol, tunaweza kutumia hizo non-steroidal anti-inflammatory kwa mfano diclofenac, pyroxicam, ibuprofen. Lakini pia kama nilivyosema hata hizi tricyclic drugs ambazo zinatumika kwenye mambo ya depression, kina amitriptyline tunaweza tukatumia. Tuna dawa magrupu ya dawa kwa mfano ergotamine pia tunaweza tukatumia. Kwenye triptans hizo zinapatikana hizo migraines tunaweza kutumia. Kwa hiyo ni magrupu tofauti ya dawa, inategemea na, lakini tunaanza chini kwenda juu kwa taratibu wa matibabu na kwa hivyo. Tukiona haja respond na hii tunampa badala yake au kubwa yake ambayo tutatarajia kwamba respond itakuwa nzuri. Na migraine inaweza kuepukika? Migraine haiwezi kuepukika, lakini kama nilivyosema unaweza ukaiepuka kwa kuepuka vile visababishi. Nimeonesha baadhi ya vyakula ambavyo mara nyingi vinaamsha aina hii ya kichwa. Kwa hiyo mtu ambaye tayari anajijua kama mimi nina migraine, mara nyingi huwa tunamwambia ajichunguze ni chakula kipi au ni kitu gani akifanya migraine yake inakuja juu. Kwa hiyo tunamshauri ile aiepuke. Asante sana daktari. Hii ni aina ya pili. Sasa nadhani moja kwa moja tuelekee katika aina ya mwisho ambayo ni cluster kwa mujibu wa zile aina ulizotuidadia. Ndio. Tukatazame nayo kwa upande huo. Asante ndugu mtangazaji. Tukija aina ya tatu, hii ndio less common ambayo sio maarufu sana. Manake nazitaja kwa maarufu. Nimeanza na tension ndio namba 1 ambayo hii ni asilimia nyingi zaidi, inafuatiwa na migraine, na hii ya cluster ni aina ya tatu, lakini hii si maarufu sana. Hii cluster headache mara nyingi inaanza kutopatikana kwa middle age, kuanzia umri wa miaka 30-40. Na tofauti na zile mbili, hii zaidi ni maarufu kwa wanaume. Ijapo nayo sababu ya hii haijulikani, lakini wanasema ni 4 kwa 1. Kwamba wenye wanaume 4 ambao ukichukua wanaume, yani kuchukua population kwenye watu tutakuta wanaume 4 kwa mwanamke mmoja ambao anapata cluster headache. Lakini pia dalili zake inakuja kwa clusters kama jina lilivyo. Maana yake kwa mwaka unaweza kupata cluster 1 mpaka 2 mpaka 3. Inakupiga, inakuacha, inakupa muda na kuacha, lakini siku ya mbele inakuja tena, inazunguka. Maana yake ni kama zile mbili ambazo tumezionyesha mwanzo, hakuna namna ya kuepuka ukishakuwa unayo. Lakini pia nao huwa tunashauri kuepuka vile visababishi ambavyo vinasababisha. Hii tofauti na migraine. Hii haina kusikia kichefuchefu, haina kutapika. Ijapo mara nyingine anaweza akawa anaogopa mwangaza pamoja na kelele. Lakini hii haisababishi kutapika wala kusikia kichefuchefu. Na yenyewe hii pia huwa inapasua upande mmoja, lakini inapopasua upande mmoja hii inakuwa inahusisha zaidi na jicho la upande ule ambacho kichwa kinauma. Lile jicho linakuwa na maumivu makali sana kiasi kwamba akikuelezea anakuambia nahisi kama hili jicho kuna mtu analinyofoa. Yale maumivu ambayo anapata. Na si tu ala ninyofoa, ni kwamba yeye ananyofoa mimi nalizuia, maana kama tunavutiana. The way ambavyo anakuelezea yale maumivu. Kwa hiyo anakuwa ni maumivu makali sana ya lile jicho na sehemu ya mbele hii ya kichwa.
lakini pia lile jicho linakuwa linabadilika rangi, litakuwa jekundu, linawiva, linatoa machozi, na hata hii surrounding ya jicho unakuta imevimba, na mara nyingine inapelekea mpaka jicho kama linakuwa dogo ukilinganisha na ile upande ambao hauumi. Kwa hiyo hizi ndio dalili hasa za cluster headache. Ni tofauti na ile tension migraine, ambao migraine pia inapasua upande mmoja lakini haihusishi jicho hata kidogo. Haiwezi kukuambia na hisi jicho kama linanyofolewa. Na vile vile kama nilivyosema, inaweza ikatokezea mara kadhaa, lakini kwa mwaka inaweza kupata cluster moja mpaka mbili, na inaweza ikachukua muda wa kuanzia masaa 4 mpaka hata siku 3, mara nyingine mpaka hata siku 7 ikiwa haijapata tiba sahihi. Na kwa kuwa mgonjwa nao hii ni maumivu makali sana anapata, hii lazima nao tutumie dawa kutuliza yale maumivu. Na hii matibabu yake kidogo ni tofauti na migraine au tension. Hii mara nyingine mpaka tunampatia mgonjwa oxygen ili kutuliza yale maumivu. Kuna na baadhi ya dawa, kwa mfano hizo dawa aina za non-steroidal pia tunapatia, na dawa inaitwa lithium tunapatia, lakini pia hizo ergotamine na amitriptyline, hizo depression drug, mood stabilizer, zote tunaweza tukampatia mgonjwa kutuliza yale maumivu yake. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vichwa vya aina vyote hivi inaweza ikapelekea, kwa mfano mtu ikiwa hali mlo sahihi au ratiba yake ya kulala labda imekuwa interfered. Kwa mfano mimi nishazoea kila siku nalala saa 4, lakini ikatokezea labda siku 2-3 muda wa kulala badala ya kulala saa 4 pengine nakuja kulala saa 11, saa 10 alfajiri. Hii inaweza ikapelekea yale maumivu ya kichwa yakaamka na nikaanza kuweza kupata yale, aidha kama ni cluster au ni migraine au ni tension headache. Lakini pia mara nyingine mtu anachoka sana, anafanya activity nyingi sana kiasi kwamba mpaka anachoka, mwili unakuwa exhausted. Hii nayo pia inaweza ikapelekea kichwa kikawa kinauma. Sasa ikiwa na aina moja hapo ya maumivu ya kichwa ambayo tumeonyesha hapa, basi anaweza akaja juu na kama ni migraine au ni tension au ni clusters, akaweza kupata hayo maumivu ya kichwa. Tumeona na tumeelewa vyema kabisa, lakini mimi bado nipo hapa kwenye hii cluster. Ndio. Tatizo lake linasababishwa na huu umri mkubwa au zaidi hasa ni kitu gani kinachosababisha maumivu haya? Yeah. Hii clusters pamoja na migraines pamoja na tension headache, sababu hasa inayosababisha mpaka sasa tunasema is not complete understood kwa Kiingereza, maana yake kwamba haijafahamika hasa sababu hasa ni nini. Lakini asili ya hivi vichwa vyote takriban ukifuatilia kwenye sayansi ni kwamba shida inakuwa iko ndani ya ubongo. Kuna baadhi ya mishipa ya hisia au baadhi ya maeneo yanakuwa stimulated, yanapelekea haya maumivu ya kichwa, ambayo hii sana sana ni blood vessels za kwenye ubongo. Ukisoma kwenye vitabu anakuambia kuna maeneo yanakuwa stimulated, yanapelekea vasoconstriction na vasodilatation. Ile mishipa ya kichwa ya damu inajikunja na kujikunjua, yani inatanuka. Matokeo yake ndio huyu mtu anapata maumivu ya kichwa. Lakini pia kuna maeneo, kwa mfano kwenye ubongo kuna eneo linaloitwa post arena. Hii ikiwa stimulated inapelekea kile kichefuchefu pamoja na kutapika. Lakini kuna maeneo, kwa mfano hypothalamus, ikiwa stimulated ndio ile mtu nakuta yuko hypersensitive, hyperirritable hivyo yani. Kwa hiyo exactly cause haijulikani, lakini inahusishwa na hiyo kunjana na kutanuka kwa mishipa ya damu ambayo ipo ndani ya kichwa, ikapelekea maumivu ya kichwa. Naam, mtazamaji wa Zanzibar Cable Television anayefuatilia kipindi hiki cha afya kwanza, natumai tumeweza kumsikiliza vya kutosha kabisa Dr. Omari Mohamed Musa. Yeye ni daktari dhamana upasuaji kichwa, uti wa mgongo na mishipa ya hisia, neuro
neurosurgeon bado sijaenda kombo sana. Maneno haya jamani ya kitaalamu kwa sisi tulioishia darasa la pili B na tujaenda na mabasi ya manjano yanaweza yakatupa shida kidogo. Daktari, tumezungumzia sana hii primary na muda wetu umetukimbia kwa kiasi fulani. Hebu kwa ujumla wake tukatazame hii aina ya primary japo juu ili ya secondary, ili mtazamaji naye afahamu sasa vile baadhi ya vitu pengine haya yote tuliyoyasema kuna mtazamaji anaona tatizo lake halijaguswa. Sasa mimi kichwa kinaniuma, lakini mbona katika aliyosema yote hajanigusa bado. Pengine yeye yupo katika hii aina ya pili. Waenda tukazungumza akasema yes, hapa ndo pango mimi hapa. Hebu tuende tukatazame hii aina ya pili ya tatizo hili la ugonjwa wa kichwa ama headache. Sasa asante ndugu mtangazaji. Tukizungumzia hii aina ya pili ya secondary, kama nilivyotangulia mwanzo kusema, mara nyingi huwa kuna kitu au kuna kisababishi cha moja kwa moja ambacho kitaonekana kwamba hichi ndo shida ambayo inamfanya huyu mtu aumwe na kichwa. Kwa mfano, unaweza ikawa unaumwa na jino, na jino lina shida, daktari akilichunguza lile jino akakuta mimi naumwa na kichwa, lakini kumbe maumivu yangu ya kichwa asili yametokana na jino. Lakini pia kuna sikio linaweza likauma likapelekea na maumivu ya kichwa. Lakini pia mtu anaweza kana, na hii ndo mara nyingi watu wengi wakiumwa na kichwa ndo mara nyingi wanachokifikiria hichi, kwamba anafikiria huko ndani ya kichwa au ndani ya ubongo kuna shida. Na inawezekana ikawa hivyo, ukaumwa na kichwa ikawa kwa mfano una uvimbe kwenye kichwa au kwenye ubongo. Hii ni zaidi ya 50% ya hawa watu ambao wana uvimbe kwenye ubongo, basi dalili ya awali kabisa inakuwa ni maumivu ya kichwa. Lakini pia kama nilivyosema, kuna maradhi tofauti ya mwili wote ambao yanahusisha mwili wote, anaweza kapelekea pia maumivu ya kichwa. Kama hiyo pressure ikipanda au ikishuka inaweza kuumwa na kichwa. Ikiwa una upungufu wa damu inaweza kapelekea kuumwa na kichwa. Lakini hata haya magonjwa mengine ya kawaida, kwa mfano malaria, unaweza tu ukawa na malaria kawaida, lakini dalili yako wewe ya awali ya kuumwa, basi kichwa ndio kinaanza kuuma. Sasa ni vile utafika kwa daktari, atakaa na wewe, atakusikiliza. Da wewe unapomueleza na maelezo ambayo utampatia ndo haya yatamweza kutambua daktari kwa hiyo ni aina gani ya kichwa ambacho unacho. Lakini kilichokuwa muhimu kama watazamaji walivyochangia pale, kichwa aina yoyote ukiumwa, basi ni vizuri kwenda kwa daktari ukamweleza, yeye atajua kutokana na elimu aliyokuwa nayo, ataelewa kwamba huyu kwa dalili hizi anazoniambia basi kichwa chake ni aina hii, na atakupatia matibabu kwa mujibu wa kichwa ambacho unacho. Kwa kumalizia daktari, una ushauri gani kwa jamii katika kupunguza tatizo hili la headache, maumivu ya kichwa? Ushauri wangu kwa jamii, kwanza nitoe tu haya maelezo kwamba kuna baadhi ya kichwa ukipata aina hiyo ya kichwa, sisi tunaita red flags, kwamba kichwa kinakuuma halafu kuna na hivi ambavyo nitavitaja, basi haraka hii ukimbilie kwa daktari, kwa sababu mara nyingi ndio hiyo ambayo tunafikiria kuna tatizo huko ndani ya kichwa. Kwa mfano, kama unaumwa na kichwa halafu ikawa unatapika ambavyo havielezeki, manake sio mara moja mbili, lakini unakaa unatapika kwa pitiliza. Au unaumwa na kichwa lakini unapata ile degedege, sijui degedege, nafikiri unanielewa, ile wengine wanaita homa ya kitoto, ile kukumutika. Au unaumwa na kichwa mpaka unapoteza fahamu, unazima kabisa, sisi kitaalamu tunaita unconsciousness. Hii nayo pia. Lakini pia kama unaumwa na kichwa na unahisi mguu au mkono au kiungo chochote hakifanyi kazi katika kawaida yake, pengine unaumwa na kichwa unahisi unapoteza nguvu na mguu na mkono, au unaumwa na kichwa mdomo maneno hayatoki, au mdomo unaenda upande, au jicho siwezi kufumbua, basi aina hizi za kichwa ukimbilie hospitali haraka. Lakini pia kama unaumwa na kichwa kwa mtu ambaye ana umri wa zaidi ya, kichwa kinaanzia ana umri wa miaka 40, kichwa kinaanza hapo kiuma na maumivu ni makali sana, kila siku zikienda mbele maumivu yanaongezeka, basi inabidi akimbilie kwa daktari haraka. Lakini pia mtu ambaye alikuwa na maumivu ya kichwa lakini ghafla anaona ile pattern ya maumivu yake imebadilika,
labda maumivu alikuwa pengine anakaa kwa mwezi anapata mara moja, sasa hivi anakuta siku haimalizi ashapata mara 3 na maumivu ni makali zaidi kila akikaa, huyu naye pia anapaswa akimbilie hospitali haraka. Kwa hiyo kwenye haya nilieleza, na pia kama mtu anaumwa na kichwa lakini pia anapata na homa, inabidi pia naye akimbilie kwa daktari haraka. Hivi si vya kusubiri ukasema nasubiri, hapana. Kwa sababu mara nyingi hivi nilivyovitaja vinaashiria yale maumivu ya kichwa ambayo yako ndani ya kichwa. Lakini pia kama nilivyosema, watu wengi wakilala wakiamka kichwa kinakuwa kimepona. Sasa kuna mtu akiamka ile asubuhi ile anaamka ndo anapata maumivu makali sana ya kichwa. Hii nayo si dalili nzuri sana, ni vizuri aende kwa hospitali ili apate uchunguzi na mapema. Mtazamaji wa Zanzibar Cable Television na wanaofuatilia kipindi hiki cha Afya Kwanza, ni kushukuru vyema kabisa kwa kufuatilia kipindi chetu hiki, na kwa kukukumbusha tu, leo tulikuwa tukizungumzia maumivu ya kichwa, kitaalamu inaitwa headache, na Dr. Omari Muhammad Musa kutokea hospitali ya Rufaa ya Mnazi Mmoja. Yeye ni daktari wa upasuaji kichwa, uti wa mgongo na mishipa ya hisia, neurosurgeon. Ametuelezea mambo mbalimbali yanayohusu tatizo hili la kichwa, ambapo amekuja kuelezea zile aina kuu 3 na zaidi. Aligusia katika hili tatizo la tension, maumivu haya ya kichwa, na chanzo kikuu akakieleza ikiwa ni msongo wa mawazo. Tuepushe misongo ya mawazo ili kunusuru vichwa vyetu na maumivu ambayo yanaweza yakasababisha ukosefu wa nguvu katika mwili na kuweza kuleta maradhi mengine. Lakini nikushukuru pia kwa kutumia muda wako vizuri kututazama na kutusikiliza kwa umakini sana. Lakini shukrani za dhati kwa ZOP, Zanzibar Outreach Program, kwa kuona kuna haja ya kutuunga mkono na kutuandalia madaktari mbalimbali ambao tunakuja kufanya nao vipindi hapa. Nyuma ya kamera nikushukuruni pia nyote ambao mmesababisha kwa namna moja ama nyingine kuonekana na kusikilikana kwa wazi kabisa, ili anayetutazama aweze kufahamu kitu gani kinazungumzwa na madaktari hapa. Nitakuwa mtovu wa shukurani kama nitakosa kumshukuru Dr. Omar. Dr. Omar, nikushukuru sana. Nikushukuru sana kwa ushirikiano wako, na usituchoke. Usituchoke katika kutupa taaluma. Usije ukasema kila siku nazungumzia matatizo ya vichwa hapa. Acheni stress viumbe. Hapana, usituchoke. Endelea kutupa elimu, kwa kuwa elimu hizi zinatufaa na tutazifanyia kazi katika maeneo yetu, na tutafikisha huu ujumbe katika jamii zetu, na tutajiepusha na mambo mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha maumivu ya kichwa na maumivu mengine ambayo mnakuja kuyazungumzia hapa mbalimbali. Kwa niaba ya crew nzima ya Afya Kwanza, mimi ni Haji bin Abdallah, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vilivyosalia, na kwa heri ya kuonana. Asante. Asante sana.